Naam, karibu mtazamaji, nikiwa na Njoki Shege. Watu 31 wamefariki katika ajali tofauti za barabarani kote nchini katika muda wa saa 24 pekee. Na kwenye mikasa ya punde watu 12 wamefariki kufuatia ajali zilizotokea huko Lugari, Kakamega na Sachangwan, kaunti ya Nakuru. Kwa mujibu wa mamlaka ya usalama barabarani, ajali 17 zimeripotiwa kwa siku moja, huku magari 400 yakinaswa kwa kukosa kuzingatia sheria za usalama. Mary Mwoki anatufungulia jamvi la Nipashe na taarifa hii. Kwa siku nyingine tena hofu imetanda barabarani, mabaki haya ya vyuma vya gari yakiwa ukumbusho tosha kuhusu hatari katika barabara za nchi. Ajali hii ya alfajiri iliyotokea katika kituo cha biashara cha Muhonje, kaunti ya Kakamega, kwenye barabara kuu ya Eldoret kuelekea Webuye ilisababisha vifo vya watu 8 papo hapo, huku wengine 4 wakifariki walipokuwa wakipokea matibabu hospitalini. Tulisikia tu gari tu mbele tu. Hiyo ndio ilisema sasa sisi tukakufa. Hakika kweli sisi wenye tulikuwa nyuma, mimi niligongwa kichwa na mguu, lakini nashukuru Mungu. Inadaiwa kuwa gari la abiria lililokuwa likitoka Eldoret liligonga lori lililokuwa limebeba mbolea na ambalo lilikuwa limesimama. Driver wa matatu hiyo alikuwa akijaribu kupita. Wakati huo huo, watu wengine 2 walifariki katika ajali nyingine ya barabarani eneo la Sachangwan, kaunti ya Nakuru. Hii trailer imekuwa hapa kutoka juzi, ilikuwa hapa kitu saa 5 juzi mjana. Na wakawa wamengoja, hata driver akawa anakaa kwangu. Sasa kufika jana usiku kitu kama saa 1:30 ajali ilitendeka hapa. Kuna Nissan moja ilikuwa inatoka side ya juu ya Eldoret inaelekea Bungoma, nikaingia kwa hii trailer nyuma. Kukithiri kwa ajali za barabarani kumesababisha maafisa wa polisi pamoja na wale wa NTSA kufanya misako katika maeneo mbalimbali ili kuwakamata madriver na kunasa magari yanayokiuka sheria. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja akijumuika na polisi katika barabara kuu mbalimbali, ambapo aliwahimiza madriver na abiria kuhusu umuhimu wa kuzingatia nidhamu barabarani. We must be proactive on our roads, because losing one life is one too many for us. And we wanted our people to celebrate the festive season well, in one piece, and return in one piece. So that is the reason why we have done a number of things that are working very well for us. For example, we have the mobile records, so instant fines are there. NTSA imesema kuwa ajali mbaya za barabarani zimeongezeka nchini katika siku za karibuni, huku ajali 17 zikiripotiwa katika kipindi cha siku moja. Miongoni mwa waathiriwa wa ajali ni watu 8 waliokuwa wakitembea, abiria 8 na waendeshaji 5 wa pikipiki. Abiria 3 wa pikipiki na driver 1 pia ni miongoni mwa wale waliopoteza maisha. NTSA inabainisha kuwa ukosefu au kuhitilafiwa kwa vidhibiti mwendo, walevi kuendesha magari, madriver kubeba abiria kupita kiasi na ukiukaji wa mahitaji ya bima kama ukiukaji mkubwa wa sheria. Mary Mwoki, runinga ya Citizen. Naam, heka.